Licha ya kwamba inafanya mashambulizi katika ukanda wa Gaza na kuua takribani watu 6 na kujeruhi wengine kadhaa, wanajeshi wa Israel wameanzisha mashambulizi mapya katika ukingo wa Magharibi, huku wakiwajeruhi wa Palestina 2 katika eneo hilo. Israel mpango wake ni kujenga takribani makazi 3,000 katika eneo la ukingo wa Magharibi. Sasa wakati huu, baada ya kutoka kufanya operesheni zake katika ukanda wa Gaza, imegeukia eneo hilo la ukingo wa Magharibi, ambapo takribani wa Palestina 2 wamejeruhiwa wakati wanajeshi wa Israel walipovamia na kuwafyatulia risasi wakazi wa eneo hilo la ukingo wa Magharibi. Wanajeshi wa Israel usiku wa kuamkia leo wanajeshi wa Israel walivamia pakubwa vijiji na miji kadhaa ya ukingo wa Magharibi wa mto Jordan. Shirika rasmi la habari la Palestina Wafa limeripoti kuwa wanajeshi wa Israel walimfyatulia risasi mkononi kijana wa Kipalestina katika mji wa Anabta, umbali wa kilomita 9 mashariki mwa Tulkarem, na kuwatia nguvuni vijana wengine kadhaa wa Kipalestina baada ya kuwavamia. Katika tukio jingine limeripotiwa katika kitongoji cha Al-Isawiya huko Quds Mashariki na ukaliwa kwa mabavu na Israel. Wanajeshi wa utawala wa Israel wamemjeruhi kijana mwingine wa Kipalestina kabla ya kumtia nguvuni. Wanajeshi wa Israel waliofanya uvamizi walishambulia vitongoji vingine kadhaa katika miji ya Ramallah na Al-Bireh na kuvunja nyumba kadhaa za Wapalestina. Lakini kote huko ni kwa ruhusu Wayahudi kuanzisha makazi mapya katika eneo la ukanda la ukingo wa Magharibi. Ni katika kile ambacho Israel inakiita ni kutanua Israel kuwa kubwa zaidi. Vyanzo vya usalama vimearifu kuwa askari wa jeshi la Israel wamevamia nyumba ya Isam al-Faruq huko Ramallah, Mpalestina aliachiliwa huru na kuhamishwa Gaza, na kisha kupora vitu na mali za raia huyo. Wanajeshi wa Israel waliendelea hujuma zao hizo na kushambulia vijiji vingine zaidi ya 7 walipovamia kijiji cha Deir Ibzi magharibi mwa Ramallah na kisha kuwasaili wamiliki wa vijiji hivyo. Zaidi ya Waisrael 700,000 wanaishi katika zaidi ya vitongoji 230 vilivyoanzishwa tangu utawala wa Israel ulipovamia na kunyakua kwa mabavu maeneo ya ukingo wa Magharibi wa mto Jordan na Quds Mashariki kuanzia miaka 1967. Jamii ya kimataifa inavihesabu vitongoji hivyo vya Wazayuni kuwa kinyume cha sheria kwa mujibu wa sheria za kimataifa na maazimio ya Geneva kwa sababu ya kujengwa kwake katika maeneo yaliyovamiwa na Israel. Kadhalika, viongozi kadhaa wa ulimwengu wanasema kwamba moja kati ya jambo muhimu ambalo linapaswa kufanywa na viongozi wa kimataifa na kosa kubwa ambalo Marekani kama italiacha itakuwa ni kazi bure juu ya kusimamishwa kwa vita kati ya Israel na kundi la Hamas ni kuiruhusu Israel kuendelea kuchukua maeneo ya Wapalestina hasa katika ukingo wa Magharibi mwa mto Jordan. Sababu kuu wakati huu ni kwamba Palestina inapaswa kutambuliwa kama taifa. Hii itasaidia nchi ya Israel kuheshimu mipaka ya Wapalestina. Katika jambo hili, Waisrael wamekuwa wakivamia maeneo ya Wapalestina ya kuwakamata Wapalestina na kuwaingiza katika magereza mbalimbali na kuwatesa. Inatajwa kwamba hii ni sababu kubwa ya Waisrael kuanzisha vita baina yao, na inatajwa kwamba hii ni sababu kubwa ya Wapalestina kuanzisha vita dhidi ya Israel. Endelea kuwa nasi mtazamaji, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.